Karibuni tena katika familia yetu ya Maarifa ya Neno ili tuweze kutafakari kwa pamoja, na tafakari yetu ya leo inasema marafiki wema sio watu wakamilifu, bali ni watu wenye nia njema. Marafiki wema sio watu walio wakamilifu, bali wale wenye nia njema. Mithali inasema tajiri ana rafiki wengi, na hii tunaisoma katika Mithali ya 14 mstari ule wa 20. Mtunzi mmoja wa nyimbo za dini naye alitunga wimbo usemao, Yesu kwetu ni rafiki. Lakini urafiki wa Yesu unatofautiana sana na ule tunaouona katika Mithali. Katika Mithali tuliyoisoma, urafiki unatokana na maslahi yanayoweza kupatikana. Ndio maana Mithali inasema tajiri ana rafiki wengi, kwa sababu ya maslahi yanayoweza kupatikana. Mtu anakuwa rafiki ya mtu fulani kwa sababu tu kuna la kufaidi. Ile faida inapokosekana, urafiki nao unakuwa mashakani, yaani unapotea. Mtu maskini katika urafiki huu hana marafiki kwa sababu hana cha faida. Anatengwa hata kukosa huduma stahiki. Hata katika maisha yetu leo hii, unaweza kuona mtu tajiri akifariki au akifiwa, maziko yanakuwa au yanafanywa na lundo la watu. Hata ibada ya mazishi ya mtu mkubwa utaona inahudhuriwa na viongozi wa kutosha. Maskini akifariki au akifiwa, anaweza kuishia kuzikwa na hata bila ya katekista. Hii ni sawa na wahenga wasemavyo, mkono mtupu haulambwi. Urafiki wa Yesu ni ule wa kutoa zaidi ya kupokea. Yesu anasema hivi, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na hii tunaisoma katika Yohana sura ya 15 mstari ule wa 13. Yesu anaendelea kusema katika Yohana 15:15, siwaiti tena watumwa, bali rafiki zangu. Sasa hebu tujiulize, je, Yesu anawaita akina nani kuwa marafiki zake? Katika maandiko matakatifu, Yesu alikuwa rafiki wa watu wa kila namna. Alikuwa rafiki wa walevi, alikuwa rafiki wa watoza ushuru na watu wenye dhambi, kama tunavyoweza kusoma katika Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 19. Yesu aliwapenda matajiri. Kwa mfano, Biblia inasema Yesu alimkazia macho yule kijana tajiri, akampenda. Na hii tunaipata katika sura ya 10 mstari ule wa 21. Lakini Yesu hakumpenda kijana huyu tajiri ili ajipatie chochote kutoka kwake, bali Yesu alimwambia, nenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Na hiyo tunaipata katika Marko sura ya 10 mstari ule wa 21. Maandiko matakatifu yanatufunulia kwamba marafiki wa Yesu hawakuwa watu wakamilifu. Hata mitume wake utaona kwamba hawakuwa wakamilifu, lakini Yesu aliwapenda. Utaona kwa mfano
Petro alimkana Yesu mara 3. Alikosa kuona mambo kwa njia ya kiroho vilevile, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 21 mpaka ule wa 23. Lakini Yesu alimsamehe kwa mambo hayo. Tunaona pia wana wa Zebedayo, yaani Yakobo na Yohana, ambao walionyesha nia ya kujitakia ukubwa, jambo ambalo lilisababisha kukasirikiana na kugombana. Hiyo tunaisoma katika Mathayo sura ya 20 mstari ule wa 20 mpaka 28. Lakini tunamwona Yesu akichukua muda kuwarekebisha marafiki zake bila ya kuwakasirikia. Petro na wana wa Zebedayo vilevile walimhuzunisha Yesu walipolala usingizi, badala ya kumtegemeza Yesu alipokabili wakati mgumu zaidi pale bustanini Getsemani. Utaona kwamba Yesu hakuwachukia. Mitume pia wote walimkimbia Yesu wakati tunaodhani kuwa Yesu aliwahitaji mno, yaani wakati wa mateso na kifo chake msalabani. Karibu wote walikimbia, isipokuwa Yohana ndiye alionekana kwa mbali. Mpaka pale Yesu alivyokuwa msalabani aliweza kusogea. Lakini kwa jinsi mitume walivyomkimbia Yesu wakati ambao Yesu aliwahitaji mno, bila shaka Yesu alisikitishwa na hali hiyo, lakini bado Yesu aliwapenda. Lakini hebu tujiulize, ni kwa nini Yesu aliendelea kudumisha urafiki na watu ambao hawakuwa wakamilifu? Yesu aliwapenda kwa sababu ya nia zao njema. Hawa walikuwa na nia njema na Yesu aliwapenda. Utaona kwa mfano pale Petro, Yohana na Yakobo waliposhindwa kukesha pamoja na Yesu. Yesu alisema, roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Mathayo sura ya 26 mstari wa 41. Maana yake hapa tunaona kwamba hawa walikuwa na nia njema, kwamba roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Yesu alitilia maanani udhaifu wao wa kimwili na aliwaombea ili waimarike. Lakini Yesu hakudumisha urafiki na mmoja wa mitume wale, yaani Yuda Iskarioti. Kwa nini? Hii ni kwa sababu kwa nje Yuda alionekana kuwa rafiki mzuri, lakini Yesu aligundua kwamba rafiki huyo alikuwa ameruhusu moyo wake upotoshwe. Yuda alijaa unafiki, hakuwa na nia njema. Yuda alikuwa rafiki wa ulimwengu, lakini kwa nje alicheza unafiki, kama tunavyosoma katika Yakobo sura ya 4 mstari wa 4. Yuda Iskarioti alivaa mavazi ya shetani ndani ya huduma ya Yesu. Yesu vilevile hakuwa na urafiki na Mafarisayo na waandishi wanafiki. Hawa walijitahidi kuwa karibu sana na Yesu, lakini mioyoni mwao hawakuwa na nia njema kabisa na Yesu. Yesu alipambana nao sana kwa sababu au kwa kutokana na nia zao mbaya. Nao walivaa mavazi ya shetani ndani ya huduma ya Mungu. Sasa nimejifunza nini katika haya tuliyoyasema? Nimejifunza sana katika tafakuri hii kuwa
Marafiki wema sio watu walio wakamilifu. Wana mapungufu yao, lakini kilicho cha muhimu ni nia zao njema. Mimi nami niyatambue madhaifu yangu kwa marafiki zangu, lakini napaswa kudumisha nia njema kwao isiyo na unafiki. Kumbe naweza kuwa adui wa Yesu ikiwa kama maisha yangu yamepambwa na roho ya chuki, wivu, uonevu, ubinafsi, kuipenda dunia, kwani hayo ni matunda ya nia mbaya. Hayo ndiyo mavazi ya Shetani. Sasa swali ni kuulize, je, wewe ni rafiki mwema? Hebu tuchukue muda tujichunguze. Tumsifu Yesu Kristo.